Wanasema maneno ni fedha, lakini ukimya ni dhahabu. Katika ulimwengu huu ambapo kila mtu anajaribu kusikika kupitia Instagram, TikTok na kelele za mtaani, kuna nguvu moja kubwa ambayo watu wengi wanaisahau. Nguvu ya kukaa kimya. Leo nitakufundisha nguvu 7 za ajabu ambazo utazipata pale tu utakapofunga mdomo wako na kuanza kutumia akili yako. Na nikwambie kitu, nguvu ya 7 ndiyo muhimu zaidi, na ndiyo itakayokufanya uwe mtu ambaye kila mtu anataka kuwa naye. Hivyo hakikisha unabaki nami mpaka mwisho wa video hii ili usiikose. Lakini kabla hatujaanza, kama wewe ni mtu unayetaka kuboresha akili yako na maisha yako kwa ujumla, bonyeza hiyo button ya subscribe hapo chini na washa kengele ya taarifa. Kwa kufanya hivyo, unajiunga na familia yetu ya watu wanaojitambua na hutaacha kupata madini kama haya kila wiki. Nguvu ya kwanza, inamchanganya adui na mpinzani wako. Unapokuwa kwenye mabishano au mtu anapokushambulia kwa maneno, kitu cha kwanza anachotegemea ni wewe kumjibu kwa hasira. Anataka uingie kwenye mtego wake wa kelele. Unapokaa kimya na kumtazama machoni bila kusema neno, unamfanya ajihisi vibaya. Anaanza kujiuliza, huyu mtu anafikiria nini? Kukaa kimya kuna kufanya uonekane huna hofu. Inamfanya mpinzani wako aanze kuongea mambo mengi kwa sababu anajihisi hana amani na ule ukimya, na hapo ndipo anapojikuta anatoa siri zake au anafanya makosa yatakayomgharimu. 2. Inakulinda na majuto ya baadaye. Wote tumeshawahi kusema kitu tukiwa na hasira, na baada ya dakika 5 tukajuta kwa nini tulikifungua kinywa chetu. Ukimya ni breki ya akili yako. Inakupa sekunde chache za kujiuliza, je, nikisema hivi nitaharibu nini? Kukaa kimya unapoibiwa amani ni ishara ya ushujaa, sio uoga. Ni uwezo wa kuitawala nafsi yako. Kumbuka, neno likishatoka kinywani ni kama mshale uliorushwa. Huwezi kuurudisha. Ukimya unakulinda usivunje uhusiano au heshima yako kwa maneno ya muda mfupi. 3. Inakufanya uonekane una mamlaka na heshima. Fikiria kikaoni au kwenye kikundi cha marafiki. Yule anayepiga kelele na kuongea kila kitu huwa anadharaulika haraka. Lakini yule anayekaa kimya akisikiliza, kisha mwishoni akatoa sentensi moja tu ya maana, kila mtu ananyamaza kumsikiliza. Unapoongea kidogo, maneno yako yanakuwa na thamani kama dhahabu. Watu wataanza kukuheshimu kwa sababu wanajua ukifungua kinywa chako, kuna kitu cha maana kinatoka. Hii ndiyo siri ya viongozi wakubwa. Hawaongei sana. 5. Inakusaidia kuwasoma watu kama kitabu. Unapokuwa bize kuongea, huwezi kuona kinachoendelea. Lakini ukikaa kimya, unaruhusu macho yako na akili yako kufanya kazi ya uchunguzi. Utaanza kuona lugha ya mwili ya watu. Nani anadanganya? Nani ana wasiwasi? Na nani ana nia ya kweli? Hii inakupa faida kubwa katika biashara, kazini na hata kwenye mapenzi. Unakuwa mtu unayeona mambo ambayo wengine hawayaoni kwa sababu wao wako bize kusikika. 5. Inakupa focus na mawazo mapya. Kelele za nje huzima sauti ya ndani ya akili yako. Wale watu wanaopenda kukaa kimya peke yao, mara nyingi ndio wanaopata mawazo makubwa ya biashara au utatuzi wa matatizo. Akili yako inahitaji utulivu ili iweze kuunganisha doti. Ukimya unakupa nafasi ya kujitafakari, self-reflection. Unaanza kujua wewe ni nani, unataka nini na unaelekea wapi. Bila ukimya, utakuwa unaishi maisha ya kufuata kile mtu anachosema. 6. Ni jibu bora kwa watu wanaokukosoa bila sababu. Kuna watu kazi yao ni kukukosoa na kukuvunja moyo. Ukianza kubishana nao, unawapa umuhimu ambao hawastahili. Unapokaa kimya mbele ya mkosoaji, unamwonyesha kuwa maoni yake hayana nguvu yoyote juu yako.
Ukimya wako unasema, sihitaji uthibitisho wako ili nijue thamani yangu. Hii inawakatisha tamaa watu wenye roho mbaya kwa sababu hawapati attention wanayotafuta. 7. Nguvu ya mwisho. Inajenga internal peace, amani ya ndani. Hii ndiyo nguvu kubwa kuliko zote niliyokuambia uisubiri. Ukimya unakusaidia kutatua migogoro ndani yako. Unapopunguza maneno ya nje, unaanza kusikia sauti yako ya hekima. Hii inakufanya uwe mtu mwenye utulivu hata kukiwa na dhoruba kiasi gani. Watu watashangaa, mbona wewe hupaniki? Mbona wewe umetulia? Siri ni kwamba unajua kuitumia nguvu ya ukimya kulinda amani yako ya ndani. Na mtu mwenye amani ya ndani, hakuna kitu duniani kinachoweza kumshinda. Kama umefika mpaka sekunde hii ya video, maana yake wewe ni mmoja wa watu wachache ambao wako tayari kufanya kazi ngumu ya kujiboresha. Kumbuka, simba huwa hapigi kelele anapowinda. Anatumia ukimya na umakini mpaka anapopata anachotaka. Na wewe pia, kuanzia leo, anza kutumia ukimya kama silaha yako ya siri. Kabla hujaondoka, nina ombi moja kwako. Kama kuna sehemu yoyote ya video hii imekugusa au imekukumbusha tukio fulani maishani mwako, bonyeza hiyo like button na subscribe sasa hivi. Inatusaidia sana kukuza channel hii na kuwafikia watu wengi zaidi. Asante sana kwa kuangalia video hii. Tukutane kwenye video ijayo.